Yes bwana, mambo vipi? Karibu sana kwenye GAME Pod, the game podcast, na kila wiki tunakupa episode mpya na ladha ya tofauti kabisa. Wananiita Mswahili wa kishua, na leo tutacheka sana. Sina haja ya kumintroduce sana, ni familia face ambayo huwa mnaiona kila siku, lakini usisahau kubonyeza alama ya subscribe. Karibu sana brother. Asante sana ndugu. Mambo ni aje? Ni unyade. Naona mambo ni mazuri kabisa. Siku hizi unang'aa, unapendeza. Sasa hapo kisema unajichubua. Tunaona sana inalipa sio mbaya. Itakuwa inalipa kweli. Ni kitu kizuri, maana mwanzoni kidogo ulikuwa mweusi wakati unaanza, lakini siku zinazidi kwenda tunaona unapendeza, unabadilika. Yaani unajua hivi vitu bana vina mambo mengi. Unaanza kaa labda nimepata vishangazi zinanipenda. Vishangazi zinatoa sana hela. Sasa kitu cha kwanza ningependa ujipe introduction. Maana introduction ni kitu ambacho kinamuelezea mtu. Inawezekana mtu akana ana scroll huko wapi anakuona lakini hakujui vizuri. Tupe introduction yako iliyokamilika. Okay. Mimi ni Kanubo. Majina yangu halisi ni Zanie Ayubu Kanubo. Kwa Kanubo ni jina la ukoo, nikamwona niliokota nikaibeba ukoo mabegani kwa lugha nyepesi. Kwa hiyo mimi ni Kanubo. Muhitimu wa chuo, kozi ya Bachelor of Arts in Mass Communication. Bado tukufuata cheti. Nadhani sijui ni uvivu. Degree holder. Kwa mimi ndo huyo content creator, comedian ambaye nadhani the mambo tunazidi kwenda tunafanya vizuri zaidi kutoka mwanzo kwenda sehemu nyingine tunazidi kufanya vizuri zaidi. Kwa nini comedy? Kwa sababu nadhani ndio kitu ambacho nakiona mimi nakiweza. Kwa ilitokea tu ukasema mimi ngoja niingie kwenye comedy. Hakuna influencing factors nyingine. Influences zipo kwa sababu mimi nadhani mtu ambaye ameniinspire kabisa mimi kufanya comedy wa kwanza kabisa ni Mr Beneficial. 2017 nipo form 2 nadhani. Ndio mtu ambaye nilikuwa namwangalia sana. Nilikuwa na kisimu changu hicho Huawei. Ilikuwa ni Huawei 222. Nakumbuka mpaka brand. Kwa hiyo nadhani nilikuwa namwangaliaga sana kipindi kile Sweet Mam TV wale. Sikumbuki vizuri sana kipindi hicho kinamkaliona alikuwa anafanya poa 2017 nipo form 2. Nadhani Mr Beneficial amenishawishi sana, lakini pia sasa kilichonifanya kabisa niingia kwenye sanaa. Kuna mwalimu mmoja anaitwa Mwalimu Majani. Teacher mmoja hivi yuko anafundisha huko kwa Kigoma. Yule pale hivi siku moja hivi kulikuwa ni mahafali ya kidato cha 4. Sisi tuko kidato cha pili. Ndo akasema kwamba tungeni tukuta tumekaa tu tumezagazaga, akasema tungeni igizo nileteeni. Sasa unajua kama ile mnatii. Tukatunga igizo, tulivyotunga baadaye kwenye zile rehearsal likaga ndo igizo bora ndo likapitishwa. Kwa hiyo mimi nadhani ndo nilianziaga tu hapo. Yaani baada ya pale nikasema mbona hivi vitu naviweza. Kwa hiyo nilikuwa na washikaji ambao tulikuwa tunafanya nao. Lakini nadhani wao hawakuwa na passion hiyo. Mimi nilikuwa na passion. Sema nilikuwa natafutaga kitu cha kunisukuma. Kwa hiyo yule mwalimu ni kama tu alisukuma mazima. Kaondoka kuanzia hapo. Nikaanziaga tu hapo hivyo kufanyaga comedy. Kwa hivyo nadhani nimemaliza form 4 nikaenda Mwanza nikaa nauza zangu urembo. Watu wanataka nachukulia tu. Nimeuza urembo nimemaliza form 4. Na kule pia ndo kitu nadhani nilichokuaga nikifanya sana. Urembo nilipokuwa nauza urembo nikawa nafanyaga pia na sanaa ndo nilipoanzia. Lakini kwa hivyo nipo kwa sister, kwa kama unajua tena. Upo kwa ndugu. Kwa shemeji yangu sasa aliona nimeingia kwenye sanaa akasema huyu sasa atakale mtaji wangu. Kuna namna alikuwa kama na support lakini na support na hizi issues zinakulaga hela hivyo. Kwa hiyo nimeanzia huko nikaenda advance nikakutana na familia nyingine tena. Kuna mshikaji mmoja anaitwa Yeke Master. Yule mshikaji siku moja tumefanya igizo moja hivi ilikuwepo kwenye kikundi cha Ukwata. Nikafanya igizo moja hivi. Tena ndo nilikuwa nimefika kwa sababu nimechelewa kuripoti form 5. Yeye ndo alikuwepo ni MC anaitwa Yeke Master. Yule mshikaji ni MC mbaya sana. Sema tu ndio hivyo. Sasa hivi simuoni, sijui hata ana shida gani. Nadhani yupo Mwanza. Nilikuwa na mwana anauza chips. Sijui aliviacha. Sijui alivichoka. Yule aliponiona akasema mwanangu yani wewe kwanza una punch kali, alafu kingine una comedy tamu sana. Kwa hiyo yule jamaa ndo akaniambia kwamba wewe unajua sana mwanangu. Kwa hiyo yule pia ndo akanifundisha na OMC advance. Kwa hiyo nadhani advance mimi ndo sema mimi nimeanza yani ustau nimeanzia advance. Mimi advance ni kwaga na jina kubwa. Yaani sio kawaida vile kwa sababu mimi hata OMC ni kwaga wanaandika barua yani kwamba inaitwa pale kwa mkuu wa chuo kwa mkuu wa shule. Mkuu wa shule anaipitisha naenda kufanya OMC vijijini. Kwa sababu ile shule iko vijijini. Naenda kupiga OMC narudi kama mimi ndo mwanafunzi pekee kwaga navaa suit.
Kwa hadi hapo nikaja chuo tena hivyo hivyo, nadhani mwaka wa pili mwanzoni kabisa, kwa mara ya kwanza kwenye hizo first year zikanionyesha kwa watu sasa rasmi, mpaka hadi sasa hivi sasa tuna force. Wanasema ukitaka kufanya comedy lazima ujichetue, yani akili yako itakiwa kuwa sambamba kama watu wengine, atakiwa ujifiatue kidogo ili ile mambo yaende. Nataka kujua sasa mwanzoni pale ukasema sasa hivi na dedication zangu zote naziweka kwenye comedy mwaka wa pili mwanzoni kama ulivyosema. Wadau walikuwa wanachukuliaje ambapo ukiwa unaenda na shoot unapita labda na kuona au ukiposti una comment fulani ambazo huwa ni kama zinarudisha nyuma. Nataka kujua first time sasa ukasema hichi kitu unachokifanya nilikuwa nakifanya shuleni, ulikuwa huna platform. Sasa platform zikaja kuwa nyingi hapa baada ya kuanza chuo. Sasa nataka kujua reaction ya mara ya kwanza kabisa ambapo ulitoka uliacha kufanya tunasema chaka tuchaka, comedy za chaka tuchaka, ukaanza kufanya kwa kuposti ili watu wao wanaona. Nataka uniambie experience yako ilikuwaje, wadau walianza kupokea mwanzoni ilikuwaje yani? Sasa kuhusiana hiyo nadhani mimi kwanza bana, mimi nimekataliwa toka zamani tu, kwa sababu hata advance kule nimebahatikaga tu kupata kapenzi hapo penzi mmoja. Wengine ni kwamba hata ukimtongoza na kuona kama unatania, yani unajua hivi vitu bana. Mimi kusema kweli kuna muda nilikuwa nachukia comedy kwa sababu hizo issue kwamba hata mademo hakutaki. Sasa nasema yani wewe una masiara wewe, jamani, mtu naisiana na kwambia tuna masiara kwa hivyo. Lakini pia nilipokuja huku chuo mwaka wa kwanza hivyo nini, nadhani nilikuwa natumaga clip zangu nilipokuwa nikishoot natuma kwenye group ambao tunasoma nao, yani kwenye magroup yale ya chuo. Unakuta watu wana comment kama wanakucheka hivi eti huyu jamaa anachekesha kwa hivyo. Lakini nadhani ile ilinikataga tu kwa maana kwa namna kwamba nilikuwa sikuposti tena kwenye magroup, nilikuwa situmie tena link, sio nikaachaga, kwa sababu yani mimi nilikuwa sitaki niende sema ambazo nikiona unanikatisha tamaa najitenga na wewe, kwa sababu mimi naamini katika huko. Kwa tumeenda mpaka mambo yakabadilika hadi wengine sasa kaaga sasa wale ambao walikuwa wanachukuliaga poa, ikafikaga ni level ambao hata wao wenyewe wanaomba sasa nafasi. Kwa mwanangu tupige hata content, mimi muda wote nipo. Wapo yani mpaka sasa hivi wapo wanatamani kufanya content na mimi. Lakini sasa ndio hivyo sasa, kama una kitu kipya ulisubiri mpaka sisi tumemaliza, tunataka sasa hivi. Ukihitajika utaitwa, na sio kama nawavimbia ni wanangu, lakini sasa tunaangalia kwamba unakuja na kwenda kutengeneza. Ni kwa sababu mimi sasa hivi ninachokifanya sifanye tu ile mradi, sasa hivi nafanya nikiangalia hii step niliyopo sasa hivi natakiwa nivuke. Kwa hiyo natakiwa nifanye kazi labda pengine hata na watu wakubwa zaidi yangu hivyo. Sio tena niweze kutafuta tena watu wa chini huko. Ndio target kubwa sipo hivyo. Nataka uniambie story fulani ambayo ilitokeaga kwenye mambo yako ya chaka tuchaka huko. Wakati unapiga comedy show, unapiga UMC. Nataka unipe show moja ambayo uliifanya, yani watu waliitikia hiyo show ukasema mimi najua na hichi kitu nitakiendeleza nitakifanya mpaka mwisho. Okay. Nilipokuwa first year chuo ilikuwa nilipomaliza field nirudi nyumbani. Nilirudi nyumbani. Mimi nyumbani kwetu nilikuwa sijawahi kufanya webs. Yaani hata watu walikuwa hawajui kabisa. Nikarudi nyumbani. Nilifika nadhani kama weekend hivi, afu Alhamisi ilikuwa ni sherehe. Nikasikia kuna sehemu fulani hivi kuna sherehe, nikaenda kuomba nafasi. Tena kule ulienda tu kuomba kawaida, haina malipo. Akasema yani niliomba nafasi, nasemaje kwamba mimi naomba tufanye kazi. Kwanza kule hata walipi hela nzuri. Hivi unajua kwa sababu yule MC ambaye alikuwepo alikuwa analipwa 10,000. Yaani sisi kule ni kwamba MC sio kazi. Kwenye sherehe ya mtu ni kwamba uwe na ujasiri wa kuongea, uwe na Kiswahili kidogo. Wamemaliza. Wakasema sisi tushampata MC lakini sio nini kisa tu amesoma huyo dada. Sasa niliwaambia nikasema basi mimi naomba nifanye naye tu, mimi sitaji hata hela. Nataka tu watu wanione basi. Wakanipa hiyo nafasi bana. Nikakutana na yule dada hivyo tukaongea tukapanga nini fresh. Kwa hiyo nimemwacha yeye nilipofika pale kwenye sherehe. Akaendelea yeye hivyo anafanya kazi, anafanya kila kitu yeye, nikawa nimemwacha. Imefika muda fulani na mimi nikaanza sasa kupiga kazi. Watu tena wakawaga eti hawataki tena kumsikia yule dada, kwa anataka mimi mwenyewe tu niwe na hype hivyo, yani kwamba kuwaita watu, kuwaambia wasogee sio fanya. Mimi yani siku ile nadhani nikiteka kijiji, nisiwe muongo. Ile ndio siku ambayo kwanza hadi mzee mwenyewe sasa ametoka kwenye harakati zake anakuja ananiambia, anasema walikuwa wananisifia, anasema ai umezaa mbunge ana sauti kali. Kwa mara ya kwanza ni hivyo. Kwa ni kitu ambacho nadhani ni trend pale kijijini by the way. Yani ilikuwepo, yani sijui niseme ni moment gani. Nipewa buku 5. Lakini nadhani ni trend sana, na baada ya hapo mimi hata nikirudi sasa hivi nyumbani naua soko la wale watu wa pale, yani wanaaminiji kwamba hivyo.
au jamani noma, anajua sana kwenye UMC. Yaani ni level nyingine kabisa. Kwa hiyo anajuaga hicho kitu. Kwa hata wale MC ambao ndio wameshikilia soko la kule. Hawatamani urudi likizo kwa maana unaona kule wana alimharibifu chakuja. Lakini ndio hivyo kwa sasa hivi sasa nadhani kufanya sherehe zao itabidi tuongee vizuri. Sio tena kama vile nani niliwaonjeshaga. By the way, pole sana kwa issue ya mzee. Sio jambo jepesi. Nataka kujua ni vitu gani ambavyo unaweza kadhani ya kwamba Mshua aliondoka, unaweza kusema labda Mshua aliondoka mapema sana kuvipata kwake, au yeye hajavipata kutoka kwako, yani matunda ya kitu ambacho unakifanya sasa hizi yeye hajapata, au kuna vitu ambavyo ulikuwa unavihitaji zaidi kutoka kwa mzee, lakini kazi ya Mungu ilimpenda zaidi kuliko mipango yako na mipango yenu pamoja wewe na mzee. Mimi hata nisiwe muongo, yani mimi niseme ukweli tu, hata Mungu shahidi mwenyewe anajua. Nikija kwenye swala la mzee, yani kwanza nikianza kumwongelea mzee nadhani waga napotezaga hata energy, kwa sababu mimi mzee ndio mtu ambaye amenionyesha support kwenye maisha yangu yote haya, yani ambavyo naona hivi kwamba kuanzia utotoni sini. Mimi nimeona kwamba baba akipambana kwa ajili yangu. Sisi tupo wengi, unajua si kweli. Yani sisi tupo wengi. Mpaka mzee amefariki tu ameacha wajukuu 32. Sitaki kusema kwamba tupo watoto wangapi, tupo mchele. Kwa hiyo kuhusiana na swala la mzee, yani mimi sini, cha kwanza kabisa ni kwamba mzee ameondoka kwa sababu anaondoka kata ambao mimi sijajipata. Kwa sababu hata kipindi ambacho mimi nikuepo ni naongea naye nikoga napendaga kumwambia kwamba mimi mzee, yani nipo chuo sasa. Mimi mzee nikifanikiwa mapema, nikipata hela tu mapema mimi naacha chuo. Kwa sababu hata mzee alikuwa anajua kama mimi napambana kwa ajili ya pesa. Yani mimi nasoma kwa ajili kutafuta hela, sio kwa ajili eti kwamba nataka elimu sio nini. Yani mimi elimu haikuaga kipaumbele, niwe mkweli tu kutoka moyoni, hata Mungu analijua hili. Kwa hata mimi ufaulu wangu na nini hivyo, mimi Mungu amehusika sana pakubwa. Mimi elimu yangu sana nadhani imehusisha sana Mungu. Kwa hiyo mimi mzee ameondoka kipindi ambacho hawezi kuona chochote. Yaani kama sasa hivi ambapo kwamba naweza nikawa na akiba hata kwenye kadi hivyo kiera kidogo hivyo nini. Mzee hawezi kujua, hawezi kunishauri sasa hivi, hawezi kuniambia kwa nataka ufanye hiki usifanye hiki. Japo tulikuwa tunaongeaga vitu vingi, nadhani kipindi mzee upo hai niko gani napendaga kumtania, namwambia hivi. So unajua sasa vijijini huko nilikuwa namwambia mwakani mzee nakupandisha ndege nakuleta Dar. Maana sasa sasa mzee alikuwa anapenda utani wangu sasa hivi unavomwambia nitakupandisha ndege, yani hivyo nini sasa. Mungu akusaidie ufanikishe. Lakini pia kuna vitu ambavyo nilikuwa naongea naye, mipango ambayo mimi nilikuwa natamani kwamba kwenye maisha yangu nije kuifanya na nini hivyo. Mimi nadhani mimi mzee alikuwa ananikubali sana kwenye hiyo engo. Kwa hiyo mzee mimi hataona mafanikio yangu, naweza kusema hivyo kwamba mimi anaona kiroho tu hivyo kwamba kwa imani haoni mafanikio yangu, hataona mke wangu, hataona mpenzi wangu, hataona nikiwa naendesha gari kali. Koko sana mzee. Mimi nadhani mimi mzee nampenda sana, yani mpaka leo hii hata nyumbani wanaelewa kusana hilo. Kwa mimi ni mtu ambaye kijega kwenye swala tu la mzee mimi nakubali kinoma mwanangu. By the way, nikajua utakuja na lile shati. Kajua utakuja na shati letu la Ulinzi. Shati ninalo lipo kwenye begi hapo. Hiyo shati lazima nitembee. Yaani ni machache sana waga sitembei nalo, lakini nadhani leo sijatembea nalo kwa sababu ya issue moja tu. Yaani sijalivaa kwa sababu naenda kulishutia tu sasa hivi. Nikitoka tu hapa nitaenda kushuti. Lakini shati lazima niwe nalo. Hiyo shati nadhani hata mtoto wangu